Maneno yako ni sahihi ya kiroho. Roho Mtakatifu akuhudumia kwenye mafundisho haya. Mafundisho yakafanyika msaada kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Maneno yako ni sahihi ya kiroho. Maneno yako ni sahihi ya kiroho. Katika serikali, nyaraka yote ile ambayo imetiwa sahihi, manake ni nyaraka ambayo inahitaji kufanyiwa kazi. Inahitaji kufanyiwa kazi au ni nyaraka ambayo ni halali. Ni halali. Ndio maana document yoyote ile ambayo haina sahihi haiwezi kufanyiwa kazi, itapuuziwa. Itapuuziwa. Sasa maneno tunayotamka juu ya maisha yetu, juu ya watoto wetu, juu ya biashara zetu, juu ya eneo lolote lile la maisha yetu ni sahihi ya kiroho. Ni sahihi ya kiroho. Na kama ni sahihi ya kiroho, maana hiyo document hiyo, hayo maneno unayotamka yatatumika aidha na ufalme wa giza au na ufalme wa Mungu aliye hai. Inategemea ni neno gani uliyotamka. Ukisema kwamba mimi ni maskini, Talumeti umeweka sahihi, na roho ya maskini inaanza kudhihirika kwenye maisha yako. Ukisema kwamba mimi siwezi, umetia sahihi ya kwamba wewe huwezi. Mimi siwezi hesabu, mimi siwezi nini? Umetia sahihi kwamba wewe huwezi. Na pale ulipotamka tayari kulikuwa na programming katika ulimwengu wa roho kuhakikisha kwamba hicho ulichokitamka kinakuwa. Maneno tunayotamka, maneno yako ni sahihi ya kiroho. Maneno yako ni sahihi ya kiroho. Kwa kile unapotamka ni kama vile unatia sahihi kuhalalisha hicho ulichokitamka kitokee kwenye maisha yako. Tunaposoma kwenye Wakorintho wa pili 4:13 anasema, lakini tuna roho ile ile ya imani, kama ilivyoandikwa, naliamini kwa sababu hiyo nalinena. Sisi nasi tuamini kwa sababu hiyo tunanena. Kwa tafsiri nyingine kwamba kile unachokiamini unakitia sahihi kwa kunena. Na ukishatia sahihi kwa kunena, kinaanza kudhihirika katika ulimwengu wa mwili. Kwa maneno tunayotamka, maneno yetu tunayotamka ni sahihi za kiroho, ni sahihi ya kiroho. Anasema kwa kuwa lakini tuna roho ile ya imani, kama ilivyoandikwa, naliamini kwa sababu hiyo nalinena. Tafsiri nyingine maana yake naliamini kwa sababu hiyo nalitia sahihi. Kwa unapotamka ni kama vile unatia sahihi. Na chochote chenye sahihi ni halali. Na ndio maana Mungu aliwaambia wana wa Israeli, kama wangenyamaza kimya, inawezekana wana wa Israeli wasingefia jangwani. Lakini Mungu akasema, kama nilivyosikia masikioni mwangu ndivyo nitakavyowafanyia. Wamesema kwamba hawezi kuingia nchi ya ahadi, wamesema kwamba hawezi kuingia Kanaani, na ndivyo itakavyokuwa kwenye maisha yao. Wote mizoga yao itafia jangwani, mizoga yao itazikwa jangwani. Je, ni kwa sababu Mungu alikuwa atamani kuingiza Kanaani? No, ni kwa sababu walitia sahihi ya kwamba wao hawezi kuingia Kanaani, kwa sababu mijitu iliyopo kwenye ile nchi ya ahadi ni mijitu mirefu, ni mijitu yenye nguvu, ni mijitu ile nchi ambayo inawala watu wake wenyewe. Mungu akasema, kama walivyonena masikioni mwangu, kama walivyosaini ya kwamba wao hawataingia Kanaani, ndivyo itakavyokuwa. Dokumenti yote ile ambayo ni halali, ambayo imetiwa sahihi na mhusika, maana yake ni dokumenti halali kwa ajili ya kutekelezwa, kwa ajili ya kufanyiwa kazi. Maneno unayotamka ni sahihi ya kiroho, ni sahihi ya kiroho, na inapata uhalali wa kutumika kama ilivyo kama kilichopo kwenye hiyo document.
Kwa unapotamka ni kama vile unatia sahihi kwamba hiki na kionekane kwenye maisha yangu, hiki na kidhihirike kwenye maisha yangu, hiki ndicho ambacho natamani kukiona kwenye maisha yangu. Na ndio maana chochote ambacho utamani kukiona kwenye maisha yako hutaki kukitamka. Chochote ambacho hutaki kukiona kwa watoto wako hutaki kutamka. Chochote ambacho utamani kuona kwenye biashara yako hutakiwi kutamka, maana unapotamka unatia sahihi. Ni kama vile unaweka sahihi katika ulimwengu wa roho ya kwamba hicho unachokitamka ndicho unachotaka kiwe, ndicho unachotaka kiwe. Kama ambavyo dokumenti yoyote, kile kilichoandikwa ndicho ambacho na kuwekwa sahihi mwisho wake ndicho ambacho unamaanisha. Kwa maneno yako ni sahihi ya kiroho. Kile unapotamka ni kama vile unaweka sahihi kwamba hicho ulichotamka ndicho ambacho unatamani kukiona kwenye maisha yako, ndicho unachotamani kutendewa, ndicho unachotamani kuona kwa watoto wako, ndicho unachotamani kuona kwenye biashara yako, kwa sababu sahihi yako ipo. Unatieje sahihi? Ni kwa kutamka. Maneno unayotamka, kile unapofungua kinywa chako na kutamka, ni kama vile unaweka sahihi ya katika ulimwengu wa roho. Kwa maneno yako ni sahihi ya kiroho. Maneno yangu ni sahihi ya kiroho. Mimi nikisema kwamba kwa kupigwa kwa Yesu mimi nimepona, maanake nimeweka sahihi kwamba uzima ndio sehemu yangu, magonjwa sio sehemu yangu, sio sehemu yangu. Maneno yangu ni sahihi ya kiroho. Maneno yako ni sahihi ya kiroho. Mungu akubariki kwa kusikiza mafundisho haya. Usisahau kusubscribe, kushare, kucomment na kulike pia. Mungu akubariki na Roho Mtakatifu akusaidie kunena yaliyo mema, kujinenea mema, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai.